Tumefanya ziara kwenye migodi ya makaa ya mawe. Hapa tulipo tuko kwenye mgodi wa Ruvuma Coal, na huko nyuma mnakoziona hizo mashine ni sehemu makaa yanakochimbwa. Madhumuni ya kuja na kamati hii ni kujionea shughuli za uwekezaji mkubwa zinazoendelea ndani ya mkoa wetu, lakini kujaribu kufanya ulinganifu, kwa sababu wanatuelezea soko la dunia limeshuka, na kwa kushuka soko hilo linaathiri pia mapato ya mkoa, mapato ya taifa. Tukasema kwanza tuje tuone, isije ikawa ni swala la kioperation. Huku tumeona operations zinaendelea vizuri, wana manpower ya kutosha, wana mitambo ya kutosha, lakini wamejipanga kwa gangs mbalimbali katika uchimbaji. Nakubaliana nao, soko la dunia limeshuka kwa sababu ya uhitaji pia. Lakini kikubwa kilichonifurahisha, wameishukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na uwekezaji mkubwa kwenye barabara inayotoka Kitai kwenda mpaka Rwanda, barabara ambayo ikikamilika itapunguza changamoto za usafiri na usafirishaji wa makaa ya mawe. Lakini ukiacha hilo, wanaendelea kuipongeza serikali kwa kutengeneza mazingira wezeshi ya uwekezaji kwenye nchi yetu ambayo yanawafanya na wao wafanye kazi zao kwa mafanikio makubwa. Na mimi niungane na wananchi wa mkoa wa Ruvuma kumpongeza na kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutengeza mazingira wezeshi ya uwekezaji ambayo yanawaleta wawekezaji wengi kwenye nchi yetu, na sisi Ruvuma tunanufaika na uwekezaji huo. Zipo changamoto kadhaa walizozieleza, moja ni hiyo ya masoko, lakini na sisi tumewashauri kwamba ukikaa tu kusubiri soko likufuate, hiyo sio rahisi. Waingie duniani kutafuta masoko kwenye kila nchi, lakini pia waingie nchini kutafuta masoko kwenye kila maeneo ambapo kuna uhitaji wa makaa ya mawe. Kwa yale ambayo serikali inayaweza kuyafanya, especially ila barabara, tumewahakikishia serikali itafanya hivyo, na yale ambayo wanaweza kuyafanya wao tumewashauri wayafanye, ili kuhakikisha mradi huu mkubwa unatoa tija kwa taifa, unatoa tija kwa vikundi, lakini unatoa tija kwa mtu mmoja mmoja, ambao ukiangalia kuna idadi kubwa ya wananchi wetu wameajiriwa kufanya kazi mbalimbali. Mitambo hiyo inaendeshwa na wazawa, lakini kuna huduma za mamalishe na huduma nyingine. Lakini cha kushangaza ambacho kimeniumiza kidogo ni swala la upatikanaji wa matunda na mboga mboga. Wanapata matunda nje ya hapa, maana yake ni kwamba sisi hatuna uwezo wa kuzalisha matunda kwa idadi nyingi. Kwa hiyo nitoe rai wananchi wa mkoa wa Ruvuma wakazalisha matunda na mboga mboga, lakini wakawa na utaratibu unaokubalika kiserikali, kwa maana wakawa na risiti za EFD, vifaa vikakaguliwa na kupimwa, vikaonekana ubora wake unafaa kulika. Masoko yapo kwenye migodi yetu huku, kwa hiyo watapata fursa ya kuuza na kujikwamua kutoka kwenye adha ya uchumi.